Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia taarifa iliyowasilishwa leo ndani ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo, ninaomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu sasa lipokee, kujadili na kupitisha taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka 2025-26 na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba hotuba yangu iliyowasilishwa mezani iingie kwenye kumbukumbu za bunge lako tukufu. Aidha, hotuba yote inapatikana kwenye tovuti ya Wizara ya Kilimo www.kilimo.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo tukiwa na afya njema kwa ajili ya kujadili taarifa ya utekelezaji ya Wizara ya Kilimo ya mwaka 2025-26 na mpango na bajeti ya mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nitumie nafasi hii kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na Watanzania katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2025. Kuchaguliwa kwake ni ishara tosha kuwa wananchi wana imani kubwa naye katika kuwaletea maendeleo wanayohitaji. Ninamwombea afya njema na ninampongeza sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ninampongeza Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais, kwa kuendelea kutekeleza vyema wajibu wake wa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuliongoza taifa letu. Ninamtakia utekelezaji mwema wa majukumu yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe pongezi za dhati kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuchaguliwa kwa mara nyingine kuiongoza serikali ya Zanzibar. Ninamwombea afya njema na mafanikio katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii pia kumpongeza Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, kwa kuaminiwa na kuteuliwa na Mheshimiwa Rais na kuridhiwa na Bunge kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaamini kupitia yeye uratibu wa shughuli za serikali utaendelea kuimarika na kuwezesha kufikiwa kwa malengo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninampongeza Mheshimiwa Musa Azani Zungu kwa kuchaguliwa kwa kishindo na waheshimiwa wabunge kuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Daniel Baran Siro, mbunge, kwa kuchaguliwa kuwa naibu spika wa Bunge. Ninaamini weledi, maarifa na busara zenu zitaendelea kutuongoza katika majadiliano ndani ya bunge hili. Pia nawapongeza wabunge wenzangu wote kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na wananchi wa majimbo yenu kuwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha nitumie fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuwa waziri wa kilimo. Ninamwahidi Mheshimiwa Rais na Watanzania wote kuwa nitatumikia nafasi ya uwaziri kwa bidii, maarifa, weledi na uadilifu mkubwa ili kuhakikisha malengo na matarajio ya taifa na wananchi yanafikiwa. Pia ninampongeza Mheshimiwa David Ernest Silinde, mbunge wa jimbo la Tunduma, kwa kuteuliwa kuwa naibu waziri wa kilimo. Ninaahidi kuwa nitaendelea kushirikiana naye katika kuendeleza jitihada za kuimarisha kilimo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakupongeza wewe binafsi pamoja na Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini, na Mheshimiwa Najma Multaza Giga, mbunge wa viti maalum, kwa kuchaguliwa kuwa wenye viti wa bunge hili. Aidha, ninawapongeza kwa jinsi mnavyoliongeza bunge letu tukufu kwa weledi na maarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninawapongeza waheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini, na Mheshimiwa Mariam Ditopile Mzuzuri, mbunge toka jimbo la Kondoa mjini, kwa kuchaguliwa kuiongoza kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo. Pia ninawapongeza wabunge wote walioteuliwa kuwa wajumbe wa kamati hiyo. Ninawaahidi nitaendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo kwa ushirikiano, maoni, usimamizi, ufuatiliaji na miongozo mbalimbali walioitoa kwa ajili ya kuendeleza sekta ya kilimo.
Maoni na ushauri wao umezingatiwa katika kipindi chote cha utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025/26 na maandalizi ya mpango na bajeti ya 2026/2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninamshukuru ndugu Gerald Geoffrey Mweli, Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, kwa kazi kubwa anayofanya ya kuratibu wataalamu ndani ya wizara. Mhandisi Athmani Juma Kilundumia, Naibu Katibu Mkuu anayesimamia umwagiliaji na zana za kilimo, na Profesa Peter Lawrence Makenga Msofe, Naibu Katibu Mkuu anayesimamia maendeleo ya mazao na usalama wa chakula. Vilevile ninawashukuru wakuu wa idara na vitengo, wakuu wa taasisi, bodi, wakala zilizo chini ya wizara na watumishi kwa ushirikiano wanaonipa katika kutekeleza majukumu yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee na kwa unyenyekevu mkubwa, ninawashukuru wananchi wa jimbo la Makambako kwa kuniamini na kunichagua kwa kura nyingi. Imani hiyo kwangu ni deni la kuwatumikia usiku na mchana katika kuwaletea maendeleo kwa vitendo. Mipango yetu tuliyoiweka ni msingi bora wa maendeleo na tumaini jipya la kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja na Makambako kwa ujumla, ikizingatiwa kuwa Makambako ni lango la uchumi kwa mikoa yote ya nyanda za juu kusini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya pekee ninamshukuru sana mke wangu Gertrude na familia yangu kwa ujumla kwa kuniunga mkono katika utekelezaji wa majukumu yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nitumie nafasi hii pia kutoa pole kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwako wewe binafsi, wabunge, familia na Watanzania wote kwa msiba wa aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu, kaka yangu hayati William Vangimembe Lukuvi, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Isimani. Hakika taifa limepoteza kiongozi shupavu aliyekuwa mwalimu kwa wengi katika uwanja wa siasa na uongozi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ninatoa pole kwako wewe, bunge lako tukufu, familia na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuondokewa na wapendwa wetu hayati Jenista Joakim Mhagama, alikuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, na hayati Halima Idi Nasro, aliyekuwa mbunge wa viti maalum wafanyakazi. Wakati wote tutaendelea kukumbuka mchango wao katika maendeleo ya taifa letu. Bwana alitoa na Bwana ametaa, jina lake lihimidiwe. Amen. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya kilimo imeendelea kuwa muhimu katika kuhakikisha usalama wa chakula, upatikanaji wa ajira, malighafi za viwandani na kuchangia katika pato la taifa. Katika mwaka wa 2025, sekta ya kilimo imekuwa kwa 4.0%, aidha imechangia 24.6% katika pato la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka 2025/2026, kwa upande wa makusanyo ya maduhuli, wizara ilipanga kukusanya shilingi bilioni 12.2 kupitia fungu namba 43, fungu 24 na fungu namba 5. Hadi Machi 2026, jumla ya shilingi bilioni 15.83 sawa na 129.75 zimekusanywa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha wa 2025/26, Wizara ya Kilimo ilitengewa jumla ya shilingi trilioni 1.19 kupitia fungu namba 43, fungu namba 24 na fungu namba 5. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 961.69 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na shilingi bilioni 231.28 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha zilizotolewa hadi Machi 2026 ni shilingi bilioni 532.51 sawa na 42.84 ya fedha zilizoidhinishwa kwa fungu 43, fungu 24 na fungu namba 5. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 436.54 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na shilingi bilioni 95.97 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka 2025/26, uzalishaji wa mazao asilia ya biashara unaohusisha mkonge, miwa inayozalisha sukari, pamba, kahawa, korosho, tumbaku, pareto, chai na kakao umefikia tani milioni 1.59 sawa na 71.9 ya lengo la kuzalisha tani milioni 2.22. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa mazao ya chakula,
Uzalishaji wa mazao hayo katika msimu wa 2024/25 ulifikia tani milioni 23.78 ikilinganishwa na tani milioni 22.8 katika msimu wa kilimo wa 2023/24, sawa na ongezeko la 4.3 na kufanya utoshelevu wa chakula nchini kufikia 130%. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzalishaji wa mazao ya bustani umefikia tani milioni 9.78 mwaka 2024/25 sawa na 108.68 ya lengo la kuzalisha tani milioni 9. Aidha, uzalishaji wa mazao ya mafuta umefikia tani milioni 2.24 mwaka 2024/25 sawa na 102.18 ya lengo la kuzalisha tani milioni 2.2 ikilinganishwa na tani milioni 2.181 mwaka 2023/24. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio haya ya kuongezeka kwa uzalishaji si ya bahati mbaya, bali ni matokeo ya uwekezaji wa makusudi katika maeneo ya kimkakati uliofanywa na serikali ya awamu ya 6. Maeneo ya kimkakati ni pamoja na kuwezesha wakulima kupata pembejeo za kilimo ikiwemo mbolea, mbegu bora, viuatilifu na zana za kilimo kupitia mpango wa ruzuku, ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji, kuimarika kwa huduma za ugani na kilimo na masoko. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa utafiti wa mbegu, Wizara kupitia TARI imefanya utafiti wa aina 30 za mbegu ya mazao ya kimkakati. Pia TARI imesafisha na kutunza aina 54 za mbegu za asilia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbegu zetu za asili ni nguzo muhimu ya usalama wa chakula na uhifadhi wa mazingira. Mbegu hizo si tu kielelezo cha urithi wetu, bali ni nyenzo madhubuti ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kutokana na ustahimilivu wake wa asili dhidi ya ukame na magonjwa. Ukusanyaji na uhifadhi wa mbegu hizo ni chanzo cha utafiti na uzalishaji wa mbegu bora. Pia ni uwezeshaji wa wananchi kuwa na uwezo wa kulima, kutunza na kutokuwa na gharama za kununua mbegu kila msimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu miundombinu ya utafiti, TARI inaendelea na ujenzi wa maabara ya kudhibiti visumbufu vya mimea ambao umefikia 60% na ujenzi wa maabara ya kuzalisha miche kwa njia ya chupa yani tissue culture ambao umefikia wastani wa 30%. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa 2025/26 upatikanaji wa mbegu bora ndani ya nchi umefikia tani 79,214.48. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa muda mrefu taasisi yetu ya ASA imekuwa ikizalisha mbegu katika mashamba yake yaliyopo mikoa mbalimbali nchini. Kuanzia msimu wa kilimo wa 2024/25, ASA ilianza kuzalisha mbegu bora kupitia mfumo wa kilimo cha mkataba, Contract Growing Scheme, ambapo kumekuwa na utaratibu wa sekta binafsi kutumia mashamba ya ASA kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu bora. Mfumo huo umewezesha kuongeza uzalishaji wa mbegu bora kutoka tani 4,510 mwaka 2023/24 hadi kufikia tani 9,303 mwaka 2024/25. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa udhibiti wa ubora wa mbegu na kukabiliana na changamoto ya mbegu zisizo bora na ubora, Wizara kupitia TOSCI imekagua mashamba ya mbegu 1269 yenye ukubwa wa hekta 19,004. Pia ujenzi wa maabara ya taifa ya mbegu iliyopo makao makuu ya TOSCI Morogoro umefikia 95%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa mbolea, ninaomba kulitaarifu Bunge lako tukufu kuwa upatikanaji wa mbolea nchini umefikia tani milioni 1.21. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya pekee ninazishukuru manispaa za Kinondoni na manispaa ya Moshi kwa kuanzisha viwanda vinavyotengeneza mbolea hai kwa kutumia taka ozo. Mchango wao si tu unalenga kuimarisha uzalishaji na tija ya mazao ya kilimo, bali unalenga pia kutunza na kuhifadhi mazingira. Kwa kazi hiyo nawapongeza sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatoa rai kwa halmashauri nyingine nchini kuiga mfano huo kwa kuwekeza kwenye viwanda vya kutengeneza mbolea hai kwa kutumia fursa ya taka ozo ambazo zinapatikana kwa wingi katika maeneo yao, ikiwa na lengo pia la kusafisha na kutunza mazingira. Kwa mfano, jiji la Dar es Salaam kwenye dampo la Pugu kwanza itasaidia kupunguza taka na kuzalisha mbolea hai ambayo ni muhimu kwa kilimo chetu nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo la viuatilifu na udhibiti wa visumbufu vya mazao na mimea, Wizara imekamilisha usajili na kibali cha kuruka kwa ndege iliyonunuliwa ili kutoa huduma za kudhibiti visumbufu vya mimea
na mazao, mfano kwelea na nzige, badala ya kutegemea ndege kutoka nje ya nchi. Ndege hiyo ya aina ya Thrush 510 P2+ ina uwezo wa kubeba lita 1930 za viuatilifu pamoja na mbolea au mbegu mita za ujazo 1.9. Pia ndege hiyo ina uwezo wa kunyunyizia viuatilifu kwenye eneo lenye ukubwa wa takribani hekta 3000 kwa siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha urasimishaji wa shughuli za kilimo unatekelezwa kikamilifu, Wizara imesajili wakulima milioni 5.38 na maafisa ugani 8472. Kati ya hao maafisa ugani wa serikali ni 6618 na wa sekta binafsi ni 1854 na usajili unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe rai kwa maafisa ugani wa sekta binafsi kuendelea kujisajili katika mfumo ili kutambulika na kuendelea kutoa huduma kwa wakulima wakiwa rasmi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha utoaji wa huduma za ugani, Wizara inaendelea kukamilisha taratibu za kuanzisha wakala wa taifa wa huduma za ugani kilimo, yaani National Agricultural Extension Services Agency NAESA, ambao inatarajia kuanzisha rasmi mwaka mpya ujao wa fedha, yaani tarehe mosi Julai 2026. Wakala huo utawezesha kuongeza ufanisi wa huduma za ugani, kuratibu na kusimamia shughuli za ugani na kuwaulisha teknolojia kutoka kwa watafiti na wadau wengine kwenda kwa maafisa ugani na wakulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuwawezesha wakulima kujua aina sahihi ya mbolea ya kutumia na mazao yanayotakiwa kupandwa kwenye maeneo yao, Wizara imekusanya sampuli za udongo katika eneo la kilimo lenye ukubwa wa hekta milioni 40.13 nchi nzima, ambazo zitafanyiwa uchambuzi kwenye maabara za udongo na matokeo yake kuwezesha kuandaa ramani ya afya ya udongo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na upimaji wa afya ya udongo, Wizara imebaini uwepo wa tindikali katika udongo kwenye baadhi ya maeneo inayoathiri tija na uzalishaji wa mazao ya kilimo. Hivyo Wizara inaendelea kutoa huduma ya kurejesha afya ya udongo katika mikoa ya Njombe, Iringa na Katavi ikiwa ni maeneo ya majaribio kupitia mradi wa ruzuku makini kwa kutumia chokaa mazao. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uendelezaji wa kilimo cha umwagiliaji, Wizara kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imekamilisha ujenzi na ukarabati wa miradi 28 ya umwagiliaji na kuendelea na ujenzi wa miradi 118 yenye ukubwa wa hekta 232,658. Kati ya miradi hiyo, miradi 18 utekelezaji wake umefikia 50% na zaidi ya miradi 52 na miradi 52 utekelezaji wake upo chini ya 50% na miradi 48 ipo katika hatua za awali za utekelezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imekamilisha uchimbaji wa visima 345 vyenye uwezo wa kumwagilia eneo lenye ukubwa wa hekta 6743 katika mikoa 15. Hivi sasa zinasubiriwa pampu na solar panel kwa ajili ya kufunga na kuanza kuzalisha maji ya umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa miradi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu na mabwawa, Wizara kupitia Tume imekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu 120, mabwawa 51, mabonde ya kimkakati 15 na mashamba ya pamoja 3, na upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu 2 za Mbakia-Mtuli na Ngolongo. Aidha, upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu zilizobaki katika bonde la mto Rufiji pamoja na mabonde mengine 6 yaliyobaki umefikia wastani wa 54.3. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha matumizi ya zana za kilimo na kuwawezesha wakulima kupata huduma za zana za kilimo karibu na maeneo ya uzalishaji, Wizara imeanzisha vituo 79 vya kutoa huduma za zana za kilimo kwa wakulima nchini. Aidha, Wizara imenunua na kusambaza trekta 360 katika vituo hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kilimo sasa ni fursa ya ajira kwa vijana na wanawake inayolenga kuchochea ubunifu, kuleta utajiri na kulisha taifa kwa ujumla. Hii inasadifu shairi maarufu tulilokuwa tukilisoma shule la baba aliyekuwa akitoa wosia kwa watoto wake katika dakika za mwisho za uhai wake: kama mnataka mali mtaipata shambani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha vijana na wanawake wanapata ajira zenye staha na kuongeza kipato, Wizara inaendelea kutekeleza programu ya BBT, yaani Jenga Kesho Iliyo Bora, katika maeneo ya huduma za ugani,
mashamba makubwa katika ngazi ya halmashauri, visima vya umwagiliaji na uongezaji thamani na mitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora, mashamba makubwa halmashauri 18 za Chemba, Bai, Kisarawe, Kibaha, Kilolo, Njombe, Chunya, Manyoni, Musoma, Ikungi, Kaliua, Kakonko, Nkasi, Muleba, Misenyi, Njombe mji na manispaa za Geita na Mpanda zimetenga maeneo ya kilimo ili kuanzisha mashamba ya pamoja ya vijana na wanawake. Vilevile wizara imenunua seti 1250 za pampu, jenereta na mipira, ambapo seti 250 zimesambazwa kwa wakulima na seti 1000 zitaendelea kusambazwa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji kwa wakulima katika mikoa yenye vyanzo vya uhakika vya maji ikiwemo pembezoni mwa Ziwa Victoria, Tanganyika na mito mikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa kuimarisha usalama wa chakula na lishe, wizara imenunua tani 135,290.39 za nafaka na kufanya hifadhi ya akiba ya chakula ya taifa kufikia tani 553,077.37. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imeendelea kuimarisha upatikanaji wa masoko nje ya nchi ambapo hadi Machi 2026 thamani ya mauzo ya mazao kilimo nje ya nchi imeongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 3.54 mwaka 2023/24 hadi dola za Marekani bilioni 3.73 mwaka 2024/25. Vilevile wizara imeendelea kuimarisha mifumo ya masoko ya kilimo kwa kuongeza uwazi na ushindani ili wakulima waweze kupata soko la uhakika na bei nzuri ya bidhaa zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha mauzo ya mazao ya nje ya nchi yanaendelea kuongezeka na kwa kuzingatia mahitaji makubwa ya zao la parachichi katika masoko ya Uingereza na Marekani, wizara kupitia TPHPA imeanza kutekeleza operation maalum inayolenga kudhibiti visumbufu vya kikarantini aina ya nondo wa matunda katika zao la parachichi. Lengo la operation hiyo inayotekelezwa katika mikoa ya Njombe, Iringa na Mbeya itawezesha Tanzania kukidhi kigezo muhimu na pekee kilichobaki ili kufungua masoko ya parachichi katika nchi za Uingereza na Marekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha ushirika, wizara kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania imesajili vyama 6545 vyenye jumla ya wanachama 3,357,366 katika mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika MUVU kwa ajili ya kurahisisha utoaji wa huduma na usimamizi. Pia tume imeendelea kuhamasisha vyama vya ushirika kujiendesha kibiashara kwa kuratibu uanzishwaji na ufufuaji wa viwanda vya vyama vya ushirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua hiyo imewezesha chama kikuu cha CACU kuanzisha ujenzi wa kiwanda cha kuchakata mafuta ya kula chenye uwezo wa kuchakata tani 10,800 kwa mwaka, chama kikuu cha Nyanza kuanzisha ujenzi wa kiwanda cha kuchakata pamba na chama kikuu cha TANECU kujenga kiwanda cha kubangua korosho chenye uwezo wa kubangua tani 3,500 kwa kilichopo ndani ya halmashauri ya Newala. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mpango wa bajeti ya mwaka 2026/27 ya Wizara ya Kilimo katika mwaka huu ujao wa fedha imebeba maono mapana ya serikali kupitia kilimo ambayo ni msingi na dira itakayoiwezesha Tanzania kufikia hadhi ya nchi ya kipato cha kati cha juu ifikapo 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango na bajeti ya Wizara ya Kilimo ya mwaka 2026/27 umezingatia dira ya maendeleo ya taifa ya 2050, mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, awamu ya 4 kwa maana ya 2026/27, 2030/31, mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026/27, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi wa mwaka 2025-2030, hotuba ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa wakati wa ufunguzi wa Bunge la 13 tarehe 14 Novemba 2025 jijini Dodoma, sera ya taifa ya kilimo ya mwaka 2013, sera ya taifa ya umwagiliaji ya mwaka 2010, sera ya maendeleo ya ushirika ya mwaka 2002 na mpango kabambe wa mageuzi ya kilimo 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia imezingatia ajenda ya kikanda
na kimataifa ikiwemo malengo ya maendeleo ya endelevu SDGs na azimio la Kampala kuhusu programu ya kuendeleza kilimo barani Afrika 2026-2035. Mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2026-2027 na maoni na ushauri wa kamati za kudumu za Bunge, maoni ya Baraza la Rais la ushauri wa kilimo na wadau wa maendeleo na masuala mtambuka. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa 2026-2027 wizara itaendelea kutekeleza vipaumbele 6 ambavyo ni kuongeza tija na uzalishaji, kuchangia kuongeza ajira zenye staa na ushiriki wa vijana na wanawake kwenye kilimo, kuimarisha usalama wa chakula na lishe, kuimarisha upatikanaji wa mitaji, masoko na mauzo ya mazao nje ya nchi, kuimarisha maendeleo ya ushirika, kuimarisha matumizi ya tehama katika uendeshaji wa sekta ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa utafiti wa kilimo, wizara ya kupitia TARI katika mwaka 2026-2027 itazalisha mbegu za awali tani 1227 za mazao ya kimkakati, itasafisha na kutunza aina 2325 za mbegu za asili, itaendelea na ujenzi wa kituo cha kibiolojia katika mkoa wa Morogoro na ujenzi wa benki ya mbegu katika kituo cha TARI Seliani mkoani Arusha. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa 2026-2027 wa fedha, wizara imepanga kuongeza upatikanaji wa mbegu kufikia tani 105,000. Upatikanaji huo utachangiwa na kilimo cha mkataba kati ya ASA na wazalishaji binafsi wa mbegu. Aidha, itaendelea kutoa ruzuku ya mbegu bora za mazao ya kimkakati tani 1,600. Lengo ni kuwawezesha wakulima kupata mbegu kwa gharama nafuu ili kuongeza tija na uzalishaji wa mazao. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuongeza upatikanaji wa miche, wizara kupitia taasisi zake itazalisha na kusambaza miche milioni 46.6 ya mazao ya mkonge, kahawa, tufaa au apple kwa Kiingereza, chikichi, korosho, chai, kakao na parachichi kwa mpango wa ruzuku na kuweka mfumo wa kusimamia uandaaji, usambazaji na utunzaji wa miche inayozalishwa. Lengo ni kuwawezesha wakulima kupata miche bora kwa gharama nafuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi wa mapinduzi ya kilimo unaanza na mbegu bora ambapo hubeba hatima ya mavuno yetu na kiini cha tija na usalama wa chakula na nchini kwa ujumla. Katika kukabiliana na changamoto iliyopo ya uuzaji wa mbegu zisizo na ubora, jambo ambalo ni hujuma ya wazi dhidi ya wakulima, wizara katika mwaka wa 2026-2027 itatoa mafunzo kwa vitendo, yani demonstration, kwa wakulima na wauzaji wa mbegu yatakayolenga kuwawezesha kutofautisha mbegu zisizo bora na mbegu bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe wito kwa wafanyabiashara wasio waaminifu wanaofikiri kuuza mbegu feki kufahamu kuwa mkono wa sheria hautawaacha salama. Ni wasii wakulima kuwa macho na kuhakikisha wananunua mbegu bora kutoka kwa mawakala waliosajiliwa na kukagua kwa makini nembo za udhibiti ubora kwenye vifungashio na sio vinginevyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha wa 2026-2027, wizara kupitia TFRA imepanga kuratibu upatikanaji wa tani milioni 1.5 za mbolea na kuzisambaza kwa wakulima kwa mpango wa ruzuku. Aidha, TFC itanunua na kusambaza mbolea tani 270,500. Kati ya hizo tani 50,000 za mbolea zitanunuliwa kutoka kwenye viwanda vya ndani kwa lengo la kuchochea uzalishaji wa mbolea ndani ya nchi. Hatua hiyo itawezesha wakulima kuendelea kupata mbolea kwa gharama nafuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendeleza kilimo cha umwagiliaji, wizara kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji itaendelea na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji katika miradi 118. Vile tume itaendelea na miradi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu za umwagiliaji 389, mabwawa 49 na mabonde ya kimkakati 7 yenye ukubwa takribani hekta 168,796. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jitihada za kuwafikia na kuwasaidia wakulima wadogo ambao ndio mgongo wa uzalishaji wa chakula na malighafi za viwandani, wizara kupitia tume imepanga kutekeleza miradi midogo 30 ya umwagiliaji katika mikoa 25 itakayowezesha kumwagilia eneo lenye ukubwa wa hekta 11,810.
Miradi hiyo itatekelezwa kwa gharama nafuu na kwa muda mfupi ili ianze kutoa huduma kwa wananchi na kuleta matokeo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa vituo vya kutoa huduma za zana za kilimo, wizara itaanzisha vituo 100 vya kutoa huduma hizo na kununua trekta 500, pawatila 200 na mashine 50 za kuvuna na kukausha nafaka kwa ajili ya shughuli za kilimo katika mwaka huu ujao wa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendeleza uzalishaji wa mazao ya kilimo, wizara imepanga kuongeza uzalishaji wa mazao asilia kwa biashara. Mazao hayo ni ya pamba, kahawa, mkonge, korosho, tumbaku, pareto, kakao na chai kutoka tani milioni 1,999,945.66 kwa mwaka 2025/26 hadi tani milioni 2,118,000 kwa mwaka 2026/27. Vilevile uzalishaji wa mazao ya bustani utaongezeka kutoka tani milioni 9,781,236.74 mwaka 2024/25 hadi tani milioni 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa muda mrefu nchi yetu imekuwa ikiingiza tunda la tufaa, yani apples, kutoka nje ya nchi licha ya uwepo wa fursa ya kutosha ya uzalishaji wa zao hilo hapa nchini. Hadi Machi 2026 takriban tani 1481.98 za tufaa ziliingizwa kutoka nje ya nchi. Hali hiyo inaonyesha mahitaji ya zao hilo ni makubwa ndani ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika safari hii ya kipekee, wizara kupitia TARI na COPRA itazalisha na kusambaza miche 600,000 ya tufaa kwa wakulima katika maeneo ya uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe wito kwa vijana wanawake na wawekezaji kuchangamkia kilimo cha tufaa na fursa zilizopo katika mnyororo wake mzima. Tufaa si tunda tu linalotumika kuonyesha upendo pekee, bali ni biashara yenye tija na faida ya muda mrefu na ni urithi tunaoweza kuuacha kwa vizazi vijavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa mazao yenye mahitaji makubwa, wizara imepanga kuongeza uzalishaji wa zao la ngano kutoka tani 115,826 mwaka 2024/25 hadi tani 200,000. Pia wizara itahamasisha wakulima kuongeza uzalishaji wa mazao ya mafuta kutoka tani milioni 2,248,046 hadi tani milioni 2,300,000. Lengo ni kupunguza matumizi ya fedha nyingi za kigeni zinazotumika kuagiza bidhaa za mazao hayo nje ya nchi na badala yake kuzalisha ajira kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuchangia uzalishaji wa ajira zenye staha na ushiriki wa vijana na wanawake kwenye kilimo, wizara inaendelea kutekeleza programu ya Jenga Kesho iliyo bora katika miradi ya mashamba makubwa katika maeneo walipo vijana na wanawake ngazi ya halmashauri, uwezeshaji mitaji, uchimbaji wa visima, uongezaji thamani na huduma za ugani, kwani lengo ni kuwawezesha vijana na wanawake kupata ajira zenye staha. Mheshimiwa Mwenyekiti, usalama wa chakula na lishe ni nguzo muhimu kwa maendeleo ya nchi yetu kiuchumi na kijamii. Katika mwaka wa fedha 2026/27, wizara kupitia NFRA itaendelea kununua nafaka kutoka kwa wakulima kwa lengo la kuhakikisha usalama wa chakula na upatikanaji wa bei ya uhakika kwa wakulima inaendelea kuimarishwa. Vilevile itaendelea na ujenzi wa miundombinu yenye uwezo wa kuhifadhi tani 250,000 za nafaka ili kuongeza uhifadhi wa nafaka nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, dhamira ya serikali si tu kuona wakulima wanazalisha mazao ya kutosha, bali ni kuhakikisha kuwa jasho lao linalindwa kupitia mfumo thabiti ya masoko na mitaji kwa kuimarisha mazingira wezeshi na kuweka mifumo itakayowezesha mauzo ya mazao ya kilimo kwa bei ya soko. Katika mwaka wa 2026/27, wizara imepanga kukamilisha ujenzi wa masoko 5 ya kimkakati na kuanzisha ujenzi wa masoko mengine 5 kwenye maeneo ya mipakani na maeneo ya kimkakati katika kanda ya Nyanda za Juu Kusini, kanda ya Ziwa na kanda ya Mashariki, ambayo ni malango muhimu ya biashara kati ya Tanzania na nchi jirani. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya awamu ya 6 inatambua kuwa nguvu ya wakulima ipo katika uzalishaji, usindikaji na mitaji ya masoko kupitia AMCOS na SACCOS. Katika mwaka wa 2026/27, wizara kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania itafanya ukaguzi wa mara kwa mara wa utendaji na ukaguzi wa hesabu katika vyama vya ushirika 6,545 sawa na 100% ya vyama vyote kwa lengo la kuimarisha usimamizi
na kuongeza uwajibikaji. Vilevile tume itaratibu ujenzi wa kiwanda cha kubangua korosho chenye uwezo wa kubangua tani 3500 kwa mwaka katika wilaya ya Tandahimba kitakachojengwa na TANECU na kuendesha kampeni ya Linda Ushirika, Chagua Uadilifu kwa ajili ya kuelimisha wadau wakiwemo vyama vya ushirika, mahakama, polisi, TAKUKURU na wanasheria kuhusu ushirika, uadilifu na utatuzi wa migogoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha mahusiano na jamii, yani corporate social responsibility, wizara kupitia taasisi zake itatekeleza miradi itakayolenga kuimarisha uzalishaji wa mazao kwenye maeneo mbalimbali nchini kwa lengo la kuhamasisha na kutoa motisha kwa jamii husika kushiriki katika shughuli za kilimo, hususan vijana na wanawake. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhitimisha hotuba yangu mbele ya bunge lako tukufu, ninapenda kuwakumbusha Watanzania wote kuwa kilimo ni biashara na mkulima ni mwekezaji. Serikali ya awamu ya 6 kupitia uongozi mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan umetafsiri dhana hiyo kwa vitendo na kuendesha kampeni ya Mali Shambani yenye lengo la kuhakikisha kuwa mkulima wa Kitanzania anahama kutoka kilimo cha mazoea na cha kujikimu na kuingia katika kilimo biashara chenye tija endelevu, uhakika wa soko na manufaa kwa mkulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo si tu kujitosheleza kwa chakula kwa 100%, bali tunalenga kuwa ghala la chakula kwa ukanda wa Afrika Mashariki, SADC na Afrika kwa ujumla, ili kuongeza fedha za kigeni na kuimarisha thamani ya shilingi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, malengo hayo hayawezi kufikiwa bila ushirikiano wa karibu na sekta binafsi. Hivyo wizara inaendelea kuwakaribisha wawekezaji wa ndani na nje kwenye mnyororo wa kilimo ili kuzalisha ajira na kuwa na bidhaa zenye chapa ya Made in Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa nitumie nafasi hii ya kipekee kumshukuru sana kwa mara nyingine Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ameendelea kuweka nguvu kubwa katika kusaidia sekta ya kilimo na wakulima nchini. Aidha, nitumie nafasi hii kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote kwa kuwa pamoja na wakulima na kuendelea kuhamasisha shughuli za kilimo katika majimbo yetu sote. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nitumie fursa hii kuzishukuru nchi ambazo zimeendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kutekeleza shughuli za kilimo nchini. Nchi hizo ni pamoja na serikali ya Japan, Marekani, Uingereza, China, Urusi, Indonesia, Korea Kusini, India, Italy, Misri, Kuwait, Israel, Saudi Arabia, Thailand, Iran, Ukraine, Ubelgiji, Ujerumani, Ufini, Norway, Brazil, Uholanzi, Ireland, Malaysia, Denmark, Austria, Ufaransa, Romania, Belarus, Vietnam, Sweden, Canada, Poland, Qatar, Oman, Uturuki pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, Umoja wa Nchi za Afrika, Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Madola na Umoja wa Falme za Kiarabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ninayashukuru mashirika mbalimbali ya kitaifa na kimataifa ikiwemo Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika, JICA, IMF, IFAD, FAO, WFP, AGRA, COICA, CARE International, World Vision, UNIDO, UNDP, TAHA, World Vegetable Center, SAT, SUGECO, AGICOT, Aspires Tanzania, CIAT, Ricolto, Helvatas, Enabel, Camfed, Bivac, IRRI, Agriedo, Mazao Hub, Global Community, TASTA, GAIN, NORAD, IITA, AATI, AMDT, SNV, FSDT, ANSAF, MVIWATA, SwissAid, TOAM, GIZ, UN Women, ESAF, IFC, ESRF, PAS Trust, Action Aid Tanzania, EAGC, Global Crop Diversity Trust na EFTA. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninazishukuru taasisi za elimu,
utafiti, wasanii na vyombo vya habari kwa mchango wao mkubwa nchini katika maendeleo ya sekta ya kilimo. Aidha, ninawashukuru sana viongozi wa dini kwa kuendelea kutuombea na kutushauri katika kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba uniruhusu niwasilishe maombi ya fedha kwa mwaka wa fedha wa 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara katika mwaka wa fedha wa 2026/27 imepanga kukusanya shilingi bilioni 28 milioni 600 kupitia fungu 43/24 na fungu namba 5. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 25 zitakusanywa kutokana na ukaguzi wa mazao, kodi za majengo na uuzaji wa nyaraka za zabuni kupitia fungu 43, na shilingi bilioni 3 na milioni 600 zitakusanywa kutokana na ada za huduma ya umwagiliaji na ukodishaji wa mitambo kupitia fungu namba 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa fedha za matumizi ya fungu 43/24 na fungu namba 5, Wizara ya Kilimo inaliomba Bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 105 milioni 950 laki 115,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa fungu 43 katika mwaka wa 2026/27 shilingi bilioni 698 milioni 985 laki 584 zinaombwa. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 567 milioni 345 laki 730 ni kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo, ambapo shilingi bilioni 360 milioni 678 laki 811 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 206 milioni 666 laki 919 ni fedha za nje. Aidha, shilingi bilioni 131 milioni 639 laki 854 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo shilingi bilioni 84 milioni 956 laki 697 ni mishahara, na shilingi bilioni 46 milioni 683 laki 157 ni matumizi mengineyo ya wizara, bodi na taasisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa fungu 24 katika mwaka wa fedha 2026/27, Tume ya Maendeleo ya Ushirika inaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 22 milioni 673 laki 770. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 21 milioni 976 laki 594 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na shilingi milioni 697 laki 176 ni kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya fedha za matumizi ya kawaida zinazoombwa, shilingi bilioni 8 milioni 130 laki 236 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 13 milioni 846 laki 358 ni kwa ajili ya mishahara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa fungu namba 5 kwa mwaka wa fedha 2026/27, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 384 milioni 290 laki 761. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 308 milioni 721 laki 961 ni fedha za maendeleo, na shilingi bilioni 75 milioni 568 na laki 8 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha za maendeleo zinazoombwa, shilingi bilioni 259 milioni 617 laki 801 ni fedha za ndani, na shilingi bilioni 49 milioni 104 laki 160 ni fedha za nje. Aidha, kati ya fedha za matumizi ya kawaida zinazoombwa, shilingi bilioni 65 milioni 148 laki 830 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 10 milioni 419 laki 970 ni kwa ajili ya mishahara. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba kutoa hoja. Asante Mheshimiwa Waziri, hoja imeungwa mkono. Tunakushukuru Mheshimiwa.